Karibu mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi na hapa nakuletea taarifa kuhusiana na nchi ya Israel kushambulia silaha za Syria baada ya makombora kurushwa kuelekea Israel. Sasa taarifa inasema hivi: Israel imesema imefanya mashambulizi dhidi ya silaha zilizoko Syria saa chache baada ya ripoti kusema kuwa makombora mawili yalirushwa kutoka Syria kuelekea Israel siku ya Jumanne. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imesema mashambulizi ya anga ya Israel kusini mwa Syria yamesababisha vifo na uharibifu mkubwa na kuionya Israel kwa kile alichokiita jaribio la kuvuruga utulivu wa eneo hilo. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema anamlaumu rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa kwa kuruhusu mashambulizi hayo ya makombora dhidi ya Israel. Licha ya mazungumzo ya hivi karibuni ya moja kwa moja na ya kati ya pande hizo mbili ili kupunguza mvutano, Israel imeongeza mashambulizi dhidi ya malengo ndani ya Syria tangu Sharaa alipouongoza uasi uliomuondoa Bashar al-Assad madarakani mwezi Desemba 2024. Milipuko mikali ilitikisa kusini mwa Syria, hasa katika mji wa Quneitra na eneo la Daraa baada ya mashambulizi ya anga ya Israel, limesema shirika la uangalizi la haki za binadamu la Syria lenye makao yake nchini Uingereza. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ya Syria ilisema huu ni ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya Syria na unazidisha mvutano katika eneo hili. Syria haijawahi na haitakuwa tishio kwa nchi yoyote katika ukanda huu. Haijajulikana bado ni watu wangapi wameuawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israel. Israel imesema kuwa mashambulizi hayo yalikuja baada ya makombora mawili kurushwa kutoka Syria na kutua kwenye maeneo ya wazi ndani ya Israel bila kusababisha majeruhi. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa haya ndiyo mashambulizi ya kwanza kurushwa kutoka Syria tangu kuangushwa kwa utawala wa Bashar al-Assad. Haijafahamika mara moja ni nani aliyerusha makombora hayo. Tunamchukulia rais wa Syria kuwa ndiye anayewajibika moja kwa moja kwa tishio lolote au shambulio dhidi ya taifa la Israel, alisema waziri wa ulinzi Israel Katz. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imesema kuwa taarifa za kurushwa kwa makombora kutoka ndani ya Syria bado hazijathibitishwa rasmi. Baada ya kuondolewa kwa utawala wa Assad, Israel ilianzisha wimbi la mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Syria. Pia imehamasisha upanuzi wa makazi ya walowezi katika ukingo wa Golan, eneo ambalo Israel ililiteka kutoka Syria mwaka 1976 na linachukuliwa kuwa limekaliwa kimakosa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Mwezi uliopita, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mpango wa kuondoa vikwazo vya muda mrefu dhidi ya Syria ambavyo vilikuwa vimewekwa kwa sababu ya ukatili uliofanywa na vikosi vya Assad wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 13. Vita hivyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 600,000 na kuwafanya watu milioni 12 kuyakimbia makazi yao. Pia mwezi uliopita, Israel ilishambulia eneo karibu na ikulu ya rais jijini Damascus, shambulio ambalo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema ni ujumbe wa wazi kwamba Israel haitavumilia kuwepo kwa vikosi vya kijeshi kusini mwa Damascus. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema mashambulizi hayo ni ya ukiukwaji wa mamlaka ya Syria. Taarifa hii ambayo imeripotiwa sana usiku wa kuamkia leo na leo hii asubuhi kuhusu Syria kujaribu kuishambulia Israel na baadaye Israel ikaweza kushambulia silaha za Syria baada ya makombora hayo kurushwa kuelekea Israel, ni kwamba imeleta maafa makubwa katika nchi ya Syria, ambapo taarifa kutoka ndani ya nchi ya Syria inasema kwamba shambulizi hilo limesababisha vifo na uharibifu mkubwa na kusema kwamba Israel haitakiwi kuendelea kufanya kwamba ilichokiita na jaribio la kuvuruga utulivu katika eneo hilo. Lakini vile vile waziri wa ulinzi wa Israel Katz anamshutumu rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa kwamba yeye ndiye anahusika na jaribio hili la kuweza kuishambulia nchi ya Israel, kiasi cha kwamba inaweza ikaongeza mvutano baina ya nchi hizi mbili. Sasa hiki ambacho kinaendelea katika Mashariki ya Kati kwa hivi sasa ni kwamba bado kuna mvutano wa hali ya juu kati ya nchi kadha wa kadha. Inaonekana kabisa wazi kwamba tayari Syria ni kama vile anataka kuanza kumshambulia Israel, lakini Israel kwa sasa hivi naye anaendelea kujihami kwa kiasi kikubwa sana kwa ajili ya kuweza kujiweka sawa kijeshi, lakini vile vile kupambana na mashambulizi. Lakini hili ni shambulizi la kwanza la Syria kutoka nchini Syria kwenda Israel tangu kuondoshwa kwa utawala wa Bashar al-Assad nchini Syria mwezi Disemba mwaka 2024, ambapo nchi ilikaa chini ya utawala wa Ahmed al-Sharaa.
Sasa mtazamaji wa Zone Media, ungana nasi kila siku kwa taarifa zaidi ili uweze kupata undani wa taarifa hii, ambapo endapo taarifa zaidi zitakuja kuhusu undani wa tukio hili, kwamba ni watu wangapi wamefariki dunia, lakini uharibifu gani mkubwa ambao umeweza kutokea, basi tutakuletea taarifa hapa ndani ya Zone Media. Cha msingi tu usisahau kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Naitwa Victor Moshi.